nimesikia sauti yako, unanihitaji niwe mtumishi wako, niwe balozi kwenye nchi ya giza. Japo roho yangu na mwili wangu ni dhaifu, nimekubali kukutumikia. Nitakutangaza kwa ulimwengu wote watambue jinsi ulivyo mwenye pendo na wajabu. Mimi nimejitolea roho yangu na mwili wangu, Bwana, na vyote vilivyo ndani. Baba yetu mwema, Mungu wetu, tunasema asante kwa upendo wako mkuu katika maisha yetu. Mimi ni nani hata nisimame mbele ya watakatifu wako? Nitumie kama chombo kwa ajili ya ujumbe ambao umekusudia kwa ajili ya watu wako, na mwisho tukuone kama mwokozi wa maisha yetu. Naomba nikisikia Yesu Kristo, amina. Somo linalosema wakati utakapokuwa umechelewa. Wakati utakapokuwa umechelewa. Na imani kila mtu anajua habari ya kuchelewa, na kila moja ni mwanga wa kuchelewa, na kila moja anafahamu madhara ya kuchelewa. Inawezekana ipo siku ulishawahi kuchelewa kuhusu usafiri. Umekata tiketi ukafahamu kwa gari ondoka saa 12, ukachelewa ukafika saa 12:30 ukakuta gari limeshaondoka. Uliumia sana. Inawezekana katika vipindi vya masomo testi imetangazwa, ukajua muda ni tofauti, ukachelewa. Na mimi ulijua ulivyohangaika kupata hiyo testi na kuifanya. Kuchelewa. Lakini leo tunazungumzia kuchelewa ambapo unatari katika maisha milele. Wakati utakapokuwa umechelewa, ni wakati ambapo tulikuwa umechelewa kuokolewa. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, walipokuwa wanajua kwa Yesu ataondoka, anarudi mbinguni, walimuuliza swali kuwa nini dalili ya mambo haya kutokea matukio hayo. Katika kitabu cha Mathayo 24, Yesu amejaribu kuongea kuhusu matukio, lakini wanafunzi walijaribu kudadisi kujua ni muda gani ambapo Yesu angeweza kurudi. Yesu anawaambia kuhusu habari ya saa wala siku, hata malaika mbinguni hawaijui. Lakini Yesu anatoa habari ya matukio ambayo yataweza kutokea. Na ambalo Yesu anazungumzia ni juu ya tukio ambalo lilitokea katika wakati uliopita, akifananisha na wakati wake. Ni tukio la wakati wa gharika, wakati wa Nuhu. Katika fungu letu kunasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Tunafahamu habari za Nuhu na wakati wake. Maovu yalikuwa yamezidi katika ulimwengu wa wakati ule. Maasi yalikuwa yameongezeka sana. Na hadi Mungu akasema nitashuka, nitawaangamiza wanadamu. Nuhu alionekana kuwa ni mwenye haki katika wakati wake. Na Mungu akatoa fursa kuwa Nuhu aweze kuhubiri. Nuhu aliweza kuhubiri kwa muda wa miaka 120, akitangaza habari kuwa ulimwengu unaoona na wakati unafika Mungu ataleta gharika katika ulimwengu huu. Maana kwa wakati watu walikuwa hawajaona mvua ambayo inaweza wakaona kuwa gharika inaweza ikaje. Wakasema wewe Nuhu, inawezekana wewe umechanganyikiwa. Inawezekana umechanganyikiwa. Lakini Nuhu kwa sababu alisikia agizo la Mungu, akalitii sauti ya Mungu, akaanza kujenga safina. Kuna watu ambao walimsaidia kujenga ile safina, lakini hawakuweza kuamini kile alichokuwa akihubiri. Lakini pia katika ulimwengu wa leo umetangazwa kwa ulimwengu utasafishwa kwa moto. Inawezekana hatujawahi kuona moto mkubwa ambao unaweza kutawala dunia. Tumeshuhudia moto ukiunguza majumba, lakini inawezekana tuamini kwa dunia nayo inaweza ikaunguzwa kwa moto. Na Yesu hapa anawaambia wanafunzi wake
kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia ndani ya safina, Mungu alimfungia ndani ya safina na kuwafungia nje watu wasiomcha Mungu. Watu wasiomcha Mungu, ilipofika muda, Nuhu akaambiwa kuingia katika safina. Nuhu akaingia katika safina. Watu walisogea karibu na safina wakiona wanyama wakiingia. Wanaona wanyama wakiingia 7 na wengine 2. Wanashangaa ni tukio gani, wanyama wanaongozana kuingia katika safina. Wanyama wakiongozwa na mkono usioweza kuonekana wanaingia katika safina. Wanadamu wanashangaa ni matukio gani yanayotokea. Nuhu akaingia katika safina na mlango ukafungwa na Mungu mwenyewe. Unajua wengine walitegemea kwa labda hiyo mvua itakapoanza kunyesha tunaweza kumwambia Nuhu atufungulie kwa sababu inawezekana yeye atafunga mlango. Lakini mlango ulikuwa umefungwa na Mungu mwenyewe. Lakini kwa siku 7 bila kujua kuwa mwisho wao ulikuwa umeamuliwa tayari. Yaani baada ya Nuhu kuingia katika safina na mlango kufungwa, ilichukua siku 7. Mvua haijanyesha. Maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Yaani hali ya hewa ilikuwa kama kawaida. Kwa hiyo watu walikuwa wajui kuwa maisha yao yameshaamuliwa. Watu waliendelea na maisha yao ya kutokujali, kupenda nasa na kudhiaki maonyo ya hukumu iliyokuwa inakaribia sana. Yaani inawezekana walikuwa wakicheka, angalia Nuhu ameingia katika safina na wanyama. Lakini mbona mvua hii aliyoisema haijanyesha? Wakaendelea kudhiaki. Yesu anasema kuwa hukumu iliyo karibu ilikuwa imekaribia sana. Mwokozi anasema ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kimya kimya bila kuonekana, kama mwivi usiku wa manane, itakuwa saa ya kukata maneno itakavyokuwa imekwisha mwisho wa maisha ya kila mtu. Kila moja mwisho wake utakuwa umefika. Kama ambavyo ilikuwa katika wakati wa Nuhu, walikuwa wamefungiwa nje watu wasiomcha Mungu, ndivyo hata kwetu leo saa inakuja ambapo hukumu ya kila moja itakuwa imeamuliwa, kama ni kupotea au kuokolewa. Itakuwa saa ya kukata maneno ambapo mwisho wa kila moja utakuwa umeamuliwa na kuondolewa kwa mara ya mwisho kwa toleo la rehema kwa wanadamu wote wenye hatia. Saa inakuja ambapo rehema za Mungu zitaweza kuondolewa. Inawezekana ikaonekana ikahubiriwa na watu, lakini watu tusidhani kuwa itakuwa ni kweli. Lakini saa inakuja ambapo rehema itaondolewa. Rehema tulionayo na fursa tulionayo ya kuokolewa itakuwa imekwisha. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Wakati mtu wa biashara amezama katika kutafuta faida, leo watu wanatazamia kutafuta faida katika biashara. Wakati mpenda nasa anatafuta kujifurahisha nafsi yake, anasa za ulimwengu leo zimeshamiri kila sehemu. Watu wanapenda nasa kuliko kumpenda Mungu. Wakati binti wa mtindo anapanga mapambo yake, mitindo ya ulimwengu leo imeshamiri sana. Hata ndani ya kanisa watu wameandaa mitindo mbalimbali. Wenda ni katika saa ya aina hiyo mhukumu wa dunia yote atakapotamka maneno haya: umepimwa katika mizani nao umeonekana umepungua. Umepimwa katika mizani nao umeonekana umepunguka. Wakati ambapo watu wakitazamia miaka ya amani, watu wakitarajia maendeleo makubwa sana katika elimu, maendeleo makubwa sana katika sayansi, wakati viongozi wakihubiri amani, katika wakati huo ndipo uangamivu unapokuja kwa ghafla. Wakati watu wakitegemea maendeleo ya juu sana, wanasayansi wenyewe wana mpango wa kwamba katika ulimwengu huo, wana mpango kwa inapofikia mwaka 2050 safari za watu kuhama kutoka katika ulimwengu uweze kuanza. Na wameandaa mikakati yao mikubwa sana, na safari hizo zimeshaandaliwa. Lakini katika wakati kama huo, Mungu anasema kuwa hukumu ya kila mmoja itakuwa imekatwa. Kila mmoja atakuwa amepimwa katika mizani. Anasema kuwa nawe utakuwa umeonekana umepungua. Je, wakati ambapo tunapimwa katika mizani, tunakuwa katika upande gani? Mama wetu anasema kuwa kuna wakati ambapo alionyeshwa
vijana wakawa wanapimwa mawazo yao. Upande mmoja ulikuwa umebeba mambo yanayoelekea duniani, yaani mfano wa mizani ile ambayo inatumia katika mahakama, wanatumia alama fulani ya mizani ambayo ina pande mbili, mlingano. Upande mmoja ulikuwa umebeba mambo yanayoelekea ulimwenguni, na upande mwingine ulikuwa ukifikiria mambo yanayofikiria mbinguni. Anasema kwa upande unaokuwa unaelekea mambo ya duniani ulishuka chini sana, ulikuwa umejaa na kushindiliwa na kumwagika. Wakati ambapo tunapima katika mizani, je, tunafaa katika mizani ya Mungu anapopima? Je, mawazo yetu na mielekeo yetu imeelekezwa kwa nani? Ni katika ulimwengu au katika kwa Mungu mwenyewe? Dhiki kuu inatunyemelea polepole. Dhiki kuu inatunyemelea polepole. Ving'ora vimeanza kupiga kuhusu ujio wa Kristo. Kuna matukio makubwa ambayo yanafanyika ambayo hata watu wanashindwa kuelewa. Muda si mrefu katika mwezi wa 6 kule Uingereza kuna jengo ambalo mpaka sasa haijulikana chanzo cha moto ni nini, lakini ghorofa 24 jengo likateketea na watu wengi wameangamia. Haya ni mambo ambayo yametabiriwa kuwa ajali za moto katika maeneo, katika nchi kavu, baharini, ajali inaweza kutokea. Hivi ni ving'ora tu kuhusu kile ambacho tunajua ulimwengu. Dhiki kuu inatunyemelea polepole. Jua linaangaza huko mbinguni kama kawaida, likipita katika njia yake kama kawaida. Hakuna badiliko ambalo linaonekana katika mfumo wa jua, kuwa jua litatoka upande mwingine, utoke magharibi uende kaskazini. Jua litakuwa katika mfumo wake kama kawaida, katika njia yake kama kawaida. Mbingu zingali zikitangaza utukufu wake Mungu kama kawaida. Watu wangali bado wanakula na kunywa, wakipanda na kujenga. Maisha yatakuwa kama kawaida. Kwa sababu katika wakati wa Nuhu maisha yalikuwa kama kawaida. Watu walikuwa wanakula na kunywa. Watu walikuwa wakijenga, watu walikuwa wakilima na kupanda. Lakini watu walikuwa wakioa na kuolewa. Hata leo maisha yao yataendelea kama kawaida mpaka Yesu anaporudi. Watu watakuwa wanakula na kunywa. Watu watakuwa wakijenga majumba. Lakini watu watakuwa wakioa na kuolewa. Watu wangali bado wanaendelea na maisha kama kawaida. Wafanya biashara bado wanaendelea kununua na kuuza. Watu wanapigana vikumbo katika madaraka. Nchi nyingi leo kuna migogoro kwa sababu ya madaraka. Kila mmoja akihitaji kutawala. Lakini sio katika nchi tu. Ndani ya kanisa kuna migogoro ya kutawala. Unataka kujua, subiria wakati wa session. Watu wanapiga di kampeni. Watu wanang'ania madaraka. Wakati huo maisha yanayoendelea kama kawaida. Leo kuna migogoro kila sehemu. Hakuna amani kwa sababu ya madaraka. Nataka niongoze na wengine wanashindwa katika uchaguzi, anatamani aendelee. Watu wakipigana vikumbo katika madaraka. Waligombania nafasi za juu sana. Wapenda nasa bado wanajaa kwenye majumba ya michezo. Katika majumba ya michezo watu wanajaa. Inawezekana kama ingekuwa ni mwanamuziki anakuja sehemu fulani, watu watajaa sana. Michezo, watu wanajaa. Watu wanajaa katika nyumba za anasa, kwenye kumbi za michezo ya kamari. Leo watu wanapenda kamari. Watu wanabeti. Inawezekana hata Wakristo ni wataalamu sana wa kubeti. Tena unafurahia kuwa nimepata, yani nimetumia 500 nimepata 100,000. Watu wakicheza kamari. Katika wakati kama huo, msisimko mikubwa ikienea kila mahali. Msisimko mikubwa. Watu wakiongozwa na hisia, ndio kuongozwa na neno la Mungu. Hisia zikitawala badala ya neno la Mungu.
lakini saa ya kufungwa kwa mlango wa rehema unakuja, nakaribia sana. Mlango wa rehema utafungwa kwa kila moja, unakaribia sana. Kila kesi karibu itakuwa imekatwa milele, itakuwa imekatwa milele. Katika kesi hakuna kukata rufaa. Hapa duniani hukumu inaweza ikatolewa, lakini mtu akata rufaa na kuonekana kuwa ameshinda. Lakini pia kuna kesi nyingi na watu wengi ambao wamehukumiwa bila kuwa na hatia. Lakini katika hukumu ya Mungu hakuna ambaye atahukumiwa kwa kuonewa. Hukumu yake itakuwa ni haki. Ndio maana hata waovu watasema kuwa hukumu zako ni za kweli na za haki, hata ambao watapotea. Kila kesi ya kila mmoja itakuwa imemuliwa milele. Na kwa sababu shetani anafahamu hilo, shetani anaona kwamba wakati wake ni mchache. Ameweka mawakala wake wote kazini. Shetani anafanya kazi usiku na mchana. Ameweka mawakala wake kazini, malaika waovu na watu ambao wamekubali kufanya kazi yake. Na ndani ya kanisa wapo mawakala wa shetani. Sisi tukadhani kwa ndani ya kanisa wote kuna mawakala wa shetani ambao wameruhusu shetani awatumie kufanya kazi yake. Shetani ameweka mawakala wake kazini ili watu wapate kudanganywa. Watu wapate kudanganywa. Wasikize neno la Mungu. Neno la Mungu limetoa utaratibu mkubwa sana juu ya watu wa Mungu wale vipi. Lakini watu wanakula vile ambavyo Mungu amekataza. Neno la Mungu limetoa utaratibu watu wavae vipi. Leo pia kuna watu wana utaratibu wa kuvaa. Biblia inasema kuwa mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Leo watu wamedanganywa wakifuata mapokeo yao wenyewe bila mapokeo ya Mungu. Kwa shetani anadanganya watu wengi. Lakini pia shetani ana mpango wa kubadili akili za watu. Yaani akili za watu zinaweza kutingwa na mambo mengi sana. Inawezekana siku zote zinaweza kupita mtu hajaweza kuigusa Biblia yake. Napofika siku ya Sabato inafutwa vumbi, inapakwa mafuta, inabebwa, anafika kanisani. Muda huo amebanwa na kozweki. Kwa hiyo shetani ana mpango kuwa mawazo yetu yaweze kutingwa na shughuli nyingi sana, tukose muda wa kumtafakari Mungu. Unaweza ukaona mambo mengine ambayo yanaweza kubana sana zaidi ya kutafuta Mungu. Jinsi alivyo. Kutingwa na shughuli na kuvutiwa sana mpaka siku ya majaribio itakapokuwa imekwisha na mlango wa rehema utakapokuwa umefungwa milele. Hapo ndipo ataacha watu wengi huru kutafuta habari za neno la Mungu. Lakini wakati huo hawataweza kuipata. Wengi watakimbia huku na huku, ndio neno la Mungu hawataipata. Shetani ataweza kuacha watu huru kwa sababu wanafahamu kuwa hukumu ya watu imeshaamuliwa milele. Ndio maana Yesu anasema wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hawakutambua. Na hata wengi leo tunaweza kutambua. Lakini hukumu ya kila mmoja inaamuliwa. Na wakati huo tutakuwa tumechelewa sana. Wakati huo tutakuwa tumechelewa sana kuokolewa. Wakati huo tutakuwa tumechelewa sana kumtafuta Mungu. Tutakuwa tumechelewa sana. Katika kitabu cha Isaya 55 Isaya 55 fungu la 6 fungu la 7. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana.
Wapendwa, kuna wakati Bwana ataweza kupatikana. Mtafutie Bwana maadamu anapatikana. Anasema muiteni maadamu yu karibu. Kuna wakati Mungu atakuwa mbali. Utamwita hataweza kukuitikia. Utaweza kupaza sauti yako, utalia, lakini utakuwa umechelewa. Kwa sababu wakati ambapo alikuwa karibu au kupata kumwita. Muiteni Bwana maadamu anapatikana. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na mrudie Bwana, naye atamrehemu, na rejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Haijalishi tumewaza mangapi juu yake, haijalishi tumetanga kiasi gani, lakini bado ametupatia fursa, ametupatia nafasi ya kumwita maadamu yu karibu. Maadamu anaweza kasikia sauti yetu, lakini saa inakuja ambapo utamwita Mungu hataweza kuitika, atanyamaza. Hata ilivyokuwa kwa Yesu. Yesu alitembea kufundisha, akihubiri, lakini mtu ulipofika Pilato anamuuliza maswali, ananyamaza kimya. Hakuweza kumjibu, alinyamaza. Kuna wakati unakuja utamwita Mungu ataweza kunyamaza. Tumwite maadamu tuna nafasi leo. Wakati wale wanaojidai kuwa ni watu wa Mungu wanapojiunga na ulimwengu, leo watu tunaojidai watu wa Mungu tumejiunga na ulimwengu. Tunaishi kama walimwengu wanavyoishi. Sasa tumewachukua watu wa ulimwengu kama ndio role model wa maisha yetu. Badala kumchukua Kristo kama role model wa maisha, tunachukua watu wasanii kama role model wa maisha. Na wachukua waigizaji ambao wanaigiza kama role model wa maisha. Wakati ambapo watu wa Mungu wanajiunga na ulimwengu, wakishiriki katika, wakiishi kama walimwengu wanavyoishi, na kujiunga nao katika nasa zile zilizokatazwa. Leo anasa ambazo zimekatazwa zimekuwa pia ni nasa za watu wa Mungu. Unaishi kwayo kama nyimbo za kidunia. Washiriki ni wataalamu wa kuziimba. Inawezekana simu ambayo ikiita, inawezekana muda fulani inapiga kwaya, lakini ikiita wimbo ambao utausikia unaweza ukashangaa kuwa hii ndio simu ambayo iko inapiga kwaya au ni nyingine, au imebadilishwa. Mambo ya dunia yametutesa sana, yametunasa katika mawazo yetu. Wakati ambapo anasa ulimwengu unapokuwa anasa za kanisa, watu wa Mungu wakiishi kama ulimwengu wanavyoishi na kujiunga nazo katika anasa zilizokatazwa. Wakati anasa za ulimwengu zinapokuwa ndizo anasa za kanisa, wakati ngele za harusi zinapokuwa zikilia na watu wakitazamia miaka ya ustawi wa dunia, ndipo kwa ghafla kama vile umeme unavyotoka mashariki hadi magharibi, utakuja mwisho na furaha ya maisha yao itaweza kukoma. Furaha ambao ulimwengu unautazamia utakoma. Maana naona ile kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 338 na 39. Hukumu ya kila mmoja itakuwa imeamuliwa. Na wengi watakuwa wamechelewa kuokolewa. Wengi watakuwa wamechelewa kuokolewa. Kama ambavyo ilikuwa siku za Nuhu. Baada ya watu kuona mvua inaanza kunyesha, wanategemea kuwa mvua inawezekana ikinyesha tutapanda miti, kwenye miti, kuna miti mirefu, kuna milima mirefu tunaweza kupanda. Lakini ilivyoshindikana wakaenda kumgongea Nuhu, Nuhu tufungulie. Nuhu anawaambia mimi sijafunga mlango. Mimi sikufunga mlango. Mlango amefunga Mungu mwenyewe. Watu watawakimbilia wahubiri. Watu wakimbilia wachungaji. Tusaidie tuweze kutubu, lakini watakuwa wamechelewa. Watakuwa wamechelewa. Yeremia aliweza kuona kilio cha watu ambao walikuwa wamechelewa kuokolewa. Aliweza kuona kilio cha watu ambao waliweza kuchelewa kuokolewa. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 8 Yeremia sura ya 8
na ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, mavuno yamefika, wakati wa hali umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Itakuwa ni kilio kwa watu. Wanasema kuwa mavuno yamepita, wakati wa hali umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Kwa sababu walichelewa. Walichelewa katika muda ambao walikuwa na fursa ya kuokolewa. Hawakuweza kutoa maisha yao. Unajua hata leo kuna wengi wanapanga kuwa mimi nitajitoa kikamilifu kwa Kristo nikishaoa, nikishapata kazi vizuri, nimetulia katika kazi yangu, nitajitoa kwa Kristo. Mimi nitatoa maisha yangu, nitabatizwa, ndio nimeshaweka mambo yangu sawa vizuri. Lakini katika saa usioitegemea, mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwako. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwangu. Ndio maana kilio cha watu wanasema kuwa wakati wa mavuno umepita, lakini sisi hatukuokolewa. Inawezekana ulikuwa umepanga mipango mingi sana juu ya maisha baadaye, hujamshirikisha Mungu. Katika mipango yetu mshirikishe Mungu. Tunapaswa kuishi kama watu ambao tuna siku moja. Tuna mipango ya miaka 100 mbele, lakini tuishi kama tuna siku moja duniani. Tutoe maisha yetu kwa Kristo. Maana katika saa tusiodhani mshale wa mauti unaweza kutuchoma. Katika saa tusiodhani mlango wa rehema utafungwa. Na kama Mungu inawezekana angetangaza kwa mlango wa rehema utafungwa tarehe ngapi, mwaka gani, au msafiri utakufa siku gani, inawezekana wengi tungengoja kwanza mpaka kwa mfano tarehe 20 mwezi wa 7. Wengi tungefanya maovu mpaka inapofika tarehe 18. Wengi tungeanza kuomba sana. Lakini Mungu atatuambia siku wala saa. Katika muda usiotegemea mshale wa mauti utakuchoma. Katika muda usiotegemea mlango wa rehema utafungwa. Lakini Mungu atupatia wito kwa sababu bado tuna nafasi. Maana mnasikia sauti hii, bado Mungu atupatia fursa. Bado Mungu atupatia fursa ya pekee sana. Usipange muda mwingine. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Usende kuwa kesho natoa maisha yangu kwa Kristo. Wakati wa kutoa maisha ni leo. Inawezekana kesho utakuwa umechelewa sana, bali ni leo. Katika fungu letu la mwisho katika kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 6. Fungu la pili. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia. Mungu anakusikia katika wakati uliokubalika. Na wakati uliokubalika ni sasa. Usije ukapanga wakati wako. Wakati huo utakuwa hujakubalika. Kwa sababu Mungu ana wakati wake uliokubalika. Nasema wakati uliokubalika ni sasa. Sio kesho, sio mwakani, ni sasa. Wakati wa kutoa maisha kwa Kristo ni sasa. Wokovu nalikusaidia. Nasema tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Mpendwa rafiki, hakuna siku nyingine ya wokovu tofauti na sasa. Sio leo jioni saa 10, bali siku ya wokovu ni sasa. Katika muda unaozungumza ndio muda wa wokovu. Kwa sababu ya muda ujao utambue. Muda wa wokovu ni sasa. Muda wa wokovu ni sasa.
Wito wa Kristo unakuja kwa ajili ya kutoa maisha kwa Kristo. Nitakuwa na wito za aina mbili. Kuna watu ambao inawezekana bado walikuwa wanasubiri sana kubatizwa. Kwa mimi ngoja niweke kwanza mambo sawa. Inawezekana nimalize kwanza masomo, kujitoa kubatizwa hapa. Inawezekana wanadamu mimi ni Msabato, na changamoto za mitihani inakuja, kiacha kufanya mtihani siku ya Sabato nitafukuzwa. Kwa labda ngoja nimalize kwanza masomo, nitajitoa kwa Kristo kikamilifu. Hawajatoa maisha yao kwa Kristo kwa njia ya ubatizo, lakini wanaona kuwa Bwana, muda uliokubalika ni sasa. Wanapenda kuwa watoe maisha yao kwa njia ya ubatizo. Wanapenda watoe maisha yao kwa njia ya ubatizo. Kama wapo watu kama hao ambao wanasema muda uliokubalika ni sasa, wa kutoa maisha yangu na kupokea Bwana kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, watu kama hao wanaweza kusimama, ambao wanasema mimi nataka nitoe maisha yangu kwa njia ya ubatizo, niweze kumpokea Kristo, maana wokovu wangu ni sasa. Ya kesho siyajui, anajua Mungu mwenyewe. Mungu kubariki sana. Yupo mwingine tena ama nasema inawezekana nilikuwa naogopa, inawezekana bado nilikuwa naona muda ni mrefu, lakini wakati huo utakuwa umechelewa sana. Wakati huo utakuwa umechelewa sana. Wakati uliokubalika ni sasa. Lakini pia wito wa pili, umebatizwa huko ndani ya kanisa, lakini bado ulikuwa mbunje mguu ndani. Walikuwa na nasa za ulimwengu zilikuwa zinakupendeza sana. Inawezekana unaona kwa maisha yako kweli, kama ningefungua mlango wa rehema leo, mimi ningekwenda kupotea. Unasema kama ningekufa sasa hivi, ni kupotea. Lakini unaona sasa ni muda wanatoa maisha yangu kwa Kristo, ili hukumu yake inapopita Kristo aweze kuwa mtetezi wangu. Watu wao pia waweze kusimama. Hapo wanaona kuwa mimi ukweli nitatoa maisha yangu kwa Kristo. Kama hukumu ya Mungu ingepita, ningepotea. Mkaribishe Mwokozi kwa mkono wa Bwana. Baba yetu mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako, neno liletalo wokovu katika maisha yetu. Mtumishi wako amenena, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye uliyonijaza neno lako, nasi ametumegea. Jina lako litukuzwe. Tunakusihi tunapopata mafundisho kama haya kwa ajili ya kujiandaa, ili tusije tukachelewa kama vile walivyochelewa watu wengine. Baba, tusaidie kushinda vizuizi vyote, tushinde vishawishi vyote, ili Baba kila wakati tupate kujiandaa, na hivyo siku tutakapokuja tuweze kukulaki mawinguni. Wakati huu tunapohitimisha ibada hii mchana huu, tutatawanyika kwenda sehemu mbalimbali. Tunakusihi Baba, tembea na kila mmoja wetu, na tunakusihi uturejeshe tena mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Kuna watumishi wako waliojitoa maisha yao wakihitaji kufanya maagano upya na wewe. Tunakusihi kila mmoja kwa nafsi yake, kwa toba yake, kubali ungamo lake. Tunakusihi endelea kutuandaa sote, ukituandaa hata siku Kristo atakapokuja. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.